kabla ya Nolini bwana. Nishapataga mwanamke mmoja kudate na dancer. Siwashauri. Kudate na dancer? Siwashauri rafiki. Mlikutana wapi? Huyo niyo yani alikuwaga yani nikutana naye, nilitambulishwa na rafiki yangu. Sasa rafiki yangu alikuwa na uhitaji na mpenzi. Sasa katika kutafuta mpenzi, huyo mpenzi huyo mtu ambaye alitegemea yeye mpenzi wake akaja akanipenda mimi kwa sababu katika kutambulisha. Sasa alipokuja kunipenda mimi, yule alikuwa dancer. Unaambiwa mpaka yani nakuja na achana naye yule mwanamke. Yani kumbe yeye ndo alinifahamu mimi mchepuko. Yani mimi ndo nilikuwa mchepuko. Kumbe yeye na mahusiano yake huko. Yani mimi ndo nikajikuta mimi ndo mchepuko sasa. Mimi mwisho wa siku nakuja kushangaa tu ghafla mtu kaposti kuna mpenzi wake, sijui wa calling light, ngajua hapana. Bwana tupe hiyo story kwa undani. Mimi nataka kuisikia hiyo story. Story pia juu. Yani ipo hivi. Kwanza tukuchukua muda mrefu. Yani ndo naweza ngasema ndo uhusiano la kwanza ambao nilishangaa ndani ya wiki tu tukawa limevunjika. Wiki moja? Of course. Yani nishawahi kudate na mwanamke ndani ya wiki na tukaachana. Ilikuwaje? Yani wiki mbona ni siku chache sana. Mna date vipi ndani ya wiki na mnaachana hapo? Yeah, of course ni siku chache, lakini kwa mapenzi ya kufake fake. Kuna mtu mwingine wiki moja ni siku nyingi sana. Yani kuna mtu anategemea date na yeye siku 3 tu akuache. Lakini mimi ni date na ule mwanamke ndani ya wiki. Okay, hebu tubaki hapo kwenye ndani ya wiki alafu tutakuja kunisimulia story vizuri. Anaitwa Wizi.